Okay, kwa mara nyingine tena kuzungumzia kitendawili cha muda mrefu sana cha amani ya Kongo. Ni kitendawili ambacho wengi walioko hai na ambao hawapo hai mpaka sasa hivi wamewahi kujaribu kukitegua na hawajawahi kuweza, na haijawahi kuzuia watu kuendelea kujaribu kukitegua. Mmoja wa watu ambao wamefanya hivyo ni yule mkali wa hizi kazi asiyeshindwa na lolote, Donald Trump. Baba Ivanka amekuja na mambo 4 ambayo anaamini yamefikiwa kwenye huu mkataba ambao alisema anaweka. Baba Ivanka amefanikiwa kuwakutanisha mahasimu wa muda mrefu, Rais Paul Kagame wa Rwanda pamoja na Felix. Nimegundua pia kumbe jina hili la pili la rais wa Kongo sio mimi tu linanishinda, hata Donald Trump mwenyewe. President Tshisekedi of the Democratic Republic of the Congo and President. Sijui kwa nini akuamua tu kutumia jina la kwanza Felix, lakini anyway, Trump anasema kuna mambo 4 yamefikiwa, including a permanent ceasefire, the disarmament of kusimamisha mapigano, kuvinyang'anya silaha vikundi vilivyopo mashariki mwa Kongo. 3 ni kuwachukulia hatua wale wote ambao wamefanya uhalifu mkubwa wa kivita, na 4 amesema very importantly, this agreement also creates a new framework for economic prosperity. There's tremendous wealth in that beautiful earth. It's beautiful earth. Rasilimali zilizopo ndani ya DRC, na hiki ndicho kitu ambacho wengi wao wanakijadili when it comes to huu mgogoro wa Kongo. Na by the way, baada ya huu mkutano tayari kimeshaumana tena kule Kongo, maana yake ni kama hakijafanyika chochote. Ripoti mpya zinasema Kivu ya Kusini kumeripotiwa mapigano kati ya M23 dhidi ya jeshi la DRC likiwa linasaidiwa na wazalendo na jeshi la Burundi kwa zaidi ya wiki sasa. Hawa wazalendo tuliwahi kukuelezea kwenye episodi zetu za nyuma na maajabu yao. Sasa Burundi wameingiaje? M23 wanataka kuichukua eneo la Uvira ambalo lipo mpakani mwa Burundi na DRC. Sasa hii inaleta hofu kwamba Burundi inaweza ikawa ni nchi ya 3 kuingia kwenye huu mgogoro, kwa maana mgogoro unazidi kutanuka. Burundi wanailaumu Rwanda kwamba inawasapoti waasi wa Red Tabara ambao hawa jamaa walianza kumpinga Rais Pierre Nkurunziza tangu 2015, na sasa hivi Rais Evariste Ndayishimiye amewarithi na wanataka kumpindua na wanaendesha harakati zao kwenye maeneo haya. Kwa hiyo ndio maana Burundi nayo imeingia kupambana kwenye hili eneo. DRC wanasema Rwanda imerusha rocket kwenye sehemu zao za kama shule na makazi ya watu, na ripoti zinaendelea kuja, lakini kifupi ni kwamba kilichosainiwa kwenye makaratasi kule Washington hakijaleta matokeo chanya on ground. Sasa acha nikupe background kidogo, na hoja ninayojaribu kujengea hapa ni kwamba kwa nini sikushangaa baada ya kuona kwamba kumeripotiwa mapigano saa kadhaa tu baada ya watu kukaa chini na kusema kwamba tumekubaliana. So tuelewana kitu kimoja hapa, kwamba eneo lenye mgogoro lipo ndani ya mipaka ya Kongo, lakini Rwanda inashutumiwa, na sio kushutumiwa tu, Paul Kagame alishakubali kabisa kwamba ili jambo linanihusu. Na ili uweze kuelewa nini Paul Kagame anasema, lazima uelewe kwanza background ya hili eneo. So Paul Kagame, serikali iliyokuwa inaongoza Rwanda kabla ya Paul Kagame ilikuwa ni serikali ya Rais Habyarimana ambaye alikuwa ni Muhutu. Muhutu na Mtutsi ni watu wale wale, wote ni Wanyarwanda, wanaongea lugha moja, hawana tofauti yoyote zaidi ya miili yao. So ni watu tu walikuja wakawaambia, wewe unapua hivi, wewe ni mrefu hivi, kwa hiyo wewe utaitwa hivi. But elewa,
hawa sio kabila mbili tofauti au sio watu wawili tofauti. Sasa iko hivi, Paul Kagame baada ya kuchukua mamlaka pale Rwanda, baada ya kifo cha aliyekuwa rais, ile system iliyokuwepo inaongoza Rwanda wakati huo ilikimbia, kwa sababu walikuwa wanakamatwa. Unajua ndo wale waliofanya yale mauaji ya 94 ndo serikali iliyokuwa madarakani. Kwa hiyo yale mauaji yalifanyika na hiyo serikali. Sipendi kuwaita Wahutu dhidi ya Watutsi kama tunavyotengeneza, kwa sababu I make sense. Ni watu wanaongea lugha moja, ni watu wanafanana, wameishi sehemu moja miaka mingi. Sasa unawezaje kuwaita watu kabila wakati hawana lugha? Ndio kitu ambacho sielewagi. Wote wanaongea lugha moja inaitwa Kinyarwanda. Sasa waliokuwa madarakani walikimbia, na sehemu ambapo walielekea ni kwenye hii misitu ya Kongo. Kwa hiyo wakati Paul Kagame akiwa madarakani, moja ya mission alizokuwa anafanya ni kuwafuata kwenye ile misitu. So ndio vita ilipoanzia hapo. Sasa hadi leo Paul Kagame anasema kwamba hawa maadui wa Rwanda bado wapo kwenye hiyo mipaka. Kwa hiyo ili wasiendelee kutusumbua huku Rwanda, na ingia kule wavuruga. Ni basic knowledge ya nini ambacho kinamfanya Paul Kagame anahisi matatizo ya Kongo yanamuhusu yeye. Though kuna hiyo argument, watu wanasema kwamba Rwanda inafaidika pakubwa na madini yaliyopo kwenye hilo eneo la mashariki mwa Kongo ambayo ni mpaka na Rwanda. Sasa je, ni kweli hiyo ndo sababu kuu ya Paul Kagame kujihusisha, ama hiyo ni sababu ambayo ni ile tunahitaji ni kufaana, yani ni matokeo, kwamba Mali ni matokeo ya huo mgogoro au ni chanzo cha huo mgogoro? Kuna watu wanajadili kuhusiana na hilo. Today the United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will unlock new opportunities for the United States to access critical minerals and provide economic benefits for everybody. And we'll be involved with sending some of our biggest and greatest companies over to the two countries. And we're going to take out some of the rare earth and take out some of the assets and pay, and everybody's going to make a lot of money. Sasa acha tuyatazame haya mambo manne ya Trump, tuangalie je, yanawezekana? Tulichambue moja moja. Tuanze na issue ya kusimamisha mapigano. Kwanza kabisa, wakati huu mkataba unafanyika, hakukuwa na mapigano really. Na nakwambia hivi kwa sababu ili eneo ni eneo ambalo hapa Madini.com tumelikava kwa sehemu kubwa, kwa kuongea na watu ambao wapo ndani ya hilo eneo, na mmoja wao ni meneja Mwafrika. Na baada ya mapigano yale ya mwanzo alikiri kweli mapigano yalisimama, lakini ukweli ni kwamba M23 ndio wanaotawala lile eneo. Kwa hiyo Kongo definitely ina serikali mbili, kama ukisikiliza vizuri haya mazungumzo. Hivi maisha baada ya M23 ulituambia yanaendelea vizuri, maana yake hela imerudi. Jamaa wana control kila kitu. Nini? Yaani M23 ndio wana control kila kitu Goma sasa hivi kwa. Sema wapo fresh. Unaona kuna document fulani kwanza ambayo inaitwa CPG. Okay. Hiyo document ni document ambayo inakuruhusu kutembea nchi zote za East Africa. Kama passport doku, ni kama inachukua nafasi ya passport. Inatolewa na M23? Government yetu ilikuwa ikiitoa lakini kwa bei kali. M23 wameiweka kwenye $5. Wameishusha. Wameishusha. Mimi kwanza sina hiyo document, lakini na hapa nina mpango wa kwenda inunua. Imekuwa $5. Wana uhalali huo wa kutoa hizo document? Wanakuwa nazo. Na ukienda kwenye nchi nyingine zitapokea? Nchi nyingine zitapokea hiyo document kama imetoka kwa serikali sio halali? Naruhusiwa kutembea nao Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, niko fresh. Kwa hiyo inakupa picha gani kwamba tayari ndio serikali yenu sasa? Ndio sisi niliwahi tena ongea hapa kwenye Madini.com. Sisi tuna kile kitu ambacho tunahitaji tupewe kama wananchi. Sasa mimi sijali Grayson ndo rais, Mwafrika ndo rais fulani. Mimi ukiniletea ile amani yangu, wewe kwa rais pale, mimi sijali. Okay. Kwa hiyo
Kwa hiyo sasa hivi M23 wana uhalali mpaka wa kutengeneza document ambazo zinaweza zikatumika nje ya nchi. Sijui umenielewa? Kwa hiyo hawa jamaa wana serikali kabisa ambao wanaiendesha mashariki mwa Kongo. Ikimaanisha kwamba Rais Felix hana mamlaka ndani ya hili eneo. Yeye na jeshi lake. Sasa kwenye haya mazingira ndio Felix anaondoka, anaenda kupatana. Nadhani unaona hata situation walivyokuwa, ukisoma tu hata zile, unajua wanasema kwamba kati ya lugha ambayo huwezi kuitumia kudanganya ni lugha ya mwili. Ukisoma lugha ya mwili ya Paul Kagame na Felix, you can see hakuna watu ambao walikuwa wamepatana. Kwa hiyo hata hizo lugha tu zilikuwa zinawasaliti lugha za mwili. Lakini kitu kingine ambacho Trump alikisema ni kuvinyang'anya silaha vikundi vilivyopo mashariki ya Kongo. Na hapa ndipo tunakuja kwenye uhalisia ambao tumewahi kuzungumza hata kwenye episode na baadhi ya wachambuzi kwamba mashariki mwa Kongo tunasikia avumaye baharini ni M23, lakini kuna mamia ya vikundi vya wapiganaji wadogo wadogo wenye silaha. Kwa sababu kama nilivyokuambia ni eneo ambalo halitawaliki. Ukisikia watu wana silaha kule ujue wanalinda yale maeneo ambayo yanaweza yakaoperate baadhi ya shughuli za kiuchumi. Kwa mfano, una wanajeshi inabidi walipe, inabidi wale, inabidi waishi, inabidi mifumo ya maisha ifanyike. So hilo eneo ambalo analinda ndio inabidi lizalishe pesa ama mtaji wa kurun hayo mambo yao. Kwa hiyo maeneo kama madini, ushuru na vitu vingine ndicho kitu ambacho wanakifanya lile eneo. Sasa hivyo vikundi unakuta kuna mtu ana kikundi cha M23 wameshika sehemu kubwa, lakini kuna watu tu ndani ya huo utawala ambao hawafuati sheria. Kwa sababu unajua tukishajua kwamba hata wewe ambaye unasema unatutawala sio serikali halali, maana yake sisi pia ndani yetu tunaweza tukatengeneza viserikali vingi. Sasa kuwanyang'anya silaha ni kitu ambacho kimewahi kujaribiwa muda mrefu, na sijui utamnyang'anya nani silaha, kwa sababu kiuhalisia hata M23 wenyewe watakiwa kunyang'anywa silaha. Kama Marekani kama Marekani inamaanisha anachokisema Trump. Kwa sababu unajua kuna issue ya Marekani alafu kuna Trump. Kwenye episode zilizopita nilikuambia kwamba Trump yuko pale ni kama kukamilisha CV yake binafsi. Kwa hiyo anataka atengeneze vitu ambavyo anaweza akasema nilileta amani ya Kongo. Haijalishi ilidumu lini, lakini I did it. Picha zilipatikana na yaliandikwa kwenye media kwamba Trump tried. Sasa hiyo hatua pia ni ngumu, lakini kuwachukulia hatua wale wote ambao wamecommit zile yale matukio ya kiuhalifu ni mchakato ambao ni kwanza kabisa issue ya kukubaliana kwamba ni nani ambaye tunamchukulia hatua na ni nani hatumchukulia hatua. Kwa sababu kama kuna matukio ya mauaji yamefanyika ndani ya mashariki ya Kongo, ni either ameagizwa na viongozi wa pande hizi mbili. Kwa hiyo unamchukulia nani hatua, unamwacha nani. Na ukumbuke pia uweze kumtuma mwanajeshi vitani ukampa maagizo then ukaja kumgeuka, unazalisha tatizo kubwa zaidi. Kwa hiyo hii pia ilizungumzwa tu just kukamilisha. Na kisaikolojia sasa sehemu ambayo sasa ilikuwa ya muhimu ndio hii Trump alisema mwishoni, very important, malighafi. And we're going to take out some of the rare earth and take out some of the assets and pay, and everybody's going to make a lot of money. Kongo kuna chimbwa madini ambayo kwa zaidi ya 73% yanategemewa duniani kutengeneza hii nishati, yani au hii teknolojia ya nishati mbadala, kwa maana ya magari ya umeme na nishati safi kiujumla. Asilimia zaidi ya 90 ya haya madini yanachimbwa na kampuni za China ndani ya DRC. Na nchi za magharibi kwa maana ya Ulaya na Marekani zinapata haya madini kupitia Rwanda. Kwa sababu Rwanda pia wana migodi. Kuna watu wanasema Rwanda hawana migodi, sijui nini. Wanayo, lakini ni michache sana, haitoshi. Kwa hiyo kupitia kufaana Rwanda wanasafisha madini mengi sana ambayo ni yatoka ndani ya Kongo. Na sometimes biashara zinafanyika pale na kuwa ni rahisi kuuza kwa Rwanda kuliko mtu kuuza nje ya nchi. Kwa sababu ukumbuke pia haya ni madini ambayo
hayapo tayari kwa kutumika. Yanahitaji kufanyiwa teknolojia nyingine ambayo yatayaweka sasa kwenye mfumo ambao yanaweza yakawa na thamani, yakatengeneza vitu kama simu na nini na nini. Kwa hiyo ili kuyauza kuna chain ndefu sana ya kufanya hii biashara, na Rwanda wanaifanya kwa sehemu kubwa, na ndio faida inayopatikana kwenye hii situation. Kwa hiyo unaweza ukaona kuanzia mwanzo wakati hili jambo linafanyika, kusema kwamba unataka kuleta amani Kongo, Trump alipita shortcut ambayo ametumia tu ile nguvu yake kama Amerika, kwamba nikikuita Paul Kagame uweze kukataa, na nikikuita pia bwana Tshisekedi uweze kukataa. Lakini ukweli ni kwamba Trump hakuwa na nia yoyote ya amani ya Kongo, na hakuna mazingira yanayosapoti uhalisia wa hichi kinachoitwa amani, kwa sababu kila kitu on ground kiko tofauti. Kwa hiyo sijashangaa sana kusikia kwamba alichokifanya Trump akijabadilisha chochote on ground, kwa sababu ya uhalisia ambao nilikuwa na ujua na ambao nimekuletea hapo. Asante kwa kila ambaye unafuatilia hizi updates ambazo nakuletea mara kwa mara. I hope zinakusaidia kwenda sawa, kwa sababu unajua Madini.com ni show ya wiki mara moja, na huwa hairipoti matukio, huwa tunaripoti ile idea ya kwa nini yanatokea. Kwa hiyo picha linaanza sio stories zinazoendana sana na stories zinazoenda wakati huo, no. Kwa hiyo Madini.com ni tunatengeneza content ambazo ni timeless, haziendani na muda huo. Yani unaweza ukaziangalia hata baada ya miaka 3 mbele. Kwa hiyo hizi updates ndo najitahidi kukuletea ambazo za vitu vinavyotokea sasa hivi, ili kukuunganishia doti mbalimbali. So nishukuru sana kwa kila ambaye umesubscribe, kwa sababu unanipa nguvu sana sana sana. Kama hujafanya hivyo, please bonyeza tu subscribe hapo, na itakuwa inakuletea taarifa kila nikiwa nimekuwekea update mpya. Naitwa Grayson Gideon, hii ni Madini.com, taarifa na maarifa.